Jahazi TV. Habari na ndugu wananchi, nashukuru sana kwa mwaliko huu, kwanza kutoa taarifa ya hizi siku 100 za utekelezaji hususan katika ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi hichi cha pili cha uongozi wa awamu ya 8 ya Dr. Hussein Mwinyi. Kwa upande wetu, labda niseme tu kwamba wizara hii ya biashara na maendeleo ya viwanda, jukumu lake kubwa ni kukuza maendeleo ya viwanda, lakini pia kusimamia na kuimarisha mazingira mazuri ya ufanyaji biashara na kuhakikisha uwepo wa masoko wa bidhaa za ndani katika masoko ya nje ya nchi. Sasa nilipojipanga mimi ni kwamba nitaeleza yale ambayo yamefanyika katika kipindi hichi cha siku 100, lakini pia tutapata fursa ya kuona generally hali ikoje ya kibiashara, lakini pia masuala ya chakula hapa Zanzibar. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nataka kuzungumza kinahusiana na kuimarika kwa sekta ya viwanda Zanzibar. Kama mnafahamu kwamba katika kipindi hichi cha awamu ya 8 Mheshimiwa Rais alitoa kipaumbele kikubwa sana suala zima la maendeleo ya viwanda. Kama mnavyofahamu kwamba moja kati ya viashiria vikubwa vya ukuaji wa uchumi wa nchi ni kukua kwa sekta kama hizi za viwanda. Kwa hiyo ambayo yametokea katika kipindi hichi ni kwamba kuna maeneo karibu 3 makubwa ya mitaa ya viwanda tunaita ama zile industrial park. Mbili ziko hapa Unguja, lakini moja iko Pemba. Na kiwanda, kuna mtaa ule unaitwa Dunga Zuze maarufu kule Dunga, ambao ni mtaa umewekwa maalum na miundombinu ya kutosha kwa ajili ya kuhamasisha wawekezaji kuja kuweka viwanda pale. Lakini pia tuna eneo la Chamanangwe ambalo tayari limeshaekwa miundombinu na kuna baadhi ya miundombinu mingine yanaendelea kwa kipindi hichi kuhakikisha kwamba nako wawekezaji wanakwenda kuweka viwanda vyao. Lakini pia tuna mpango ambao umeanzishwa kipindi hichi cha siku 100, ile eneo la Pangatupu kule kaskazini Unguja. Kwa upande wa Chamanangwe, katika kipindi hichi miundombinu ambayo ipo tayari pale, kuna kiwanda kile cha mwani, lakini pia tuna mpango ambao ndio unaendelea sasa hivi wa utekelezaji wa kuweka mradi wa maji safi na salama ambao unajengwa na kampuni moja maarufu inaitwa Simba Developers. Eneo lile limefanywa kazi katika kipindi hichi tunachozungumza cha siku 100, karibu 30% ya kazi ile tayari imemaliza, na hatua nyingine ambayo inaendelea ni kujenga ukuta kulizungushia eneo hilo, na maji yale yatakapopatikana yatasaidia kwa kiasi kikubwa uendeshaji wa viwanda ambavyo vitakuweko pale. Lakini kama mnavyofahamu kwamba hii ni moja kati ya huduma ambayo serikali inaitoa kwa jamii, kwa hiyo pia maji yale yatakuwa yanatumika kwa ajili ya wananchi wanaoishi maeneo yale. Lakini kwa upande wa Dunga Zuze, kama mnavyofahamu, miundombinu kule iko tayari ya barabara, umeme na maji. Na katika kipindi cha miaka cha siku 100 tumeweza kuweka mawe ya msingi pale katika viwanda 3 vikubwa. Kiwanda cha kwanza ni kiwanda ambacho kinahusiana na uzalishaji wa dawa za binadamu, kwa maana pharmaceutical factory, ambacho kinamilikiwa na kampuni inaitwa Africa Biochem Pharma Co Limited. Lakini pia pale kuna kiwanda cha kuzalisha nguo hususan batiki na hizi kanga. Hichi kiwanda kinaitwa Mama Africa Textile Limited ambacho kinamilikiwa na wenzetu kutoka India. Lakini pia kuna kiwanda kinaitwa Fabricated Metal Works ambacho kinazalisha bidhaa za chuma ambacho kinamilikiwa na Arins Co Limited. Kwa katika hichi kipindi cha siku 100 nilipata mimi fursa ya kwenda kuweka mawe ya msingi katika viwanda hivi pale Dunga.
Miundombinu ambayo imetumika kuwekwa pale mpaka tukawa na industrial park nzuri imeweza kugharimu pesa nyingi serikali, lakini hii miradi mitatu tu peke yake inagharimu jumla ya shilingi bilioni 203.90. Ni pesa nyingi sana ambazo zinaingiza katika uchumi wetu sisi hapa visiwani. Mipango yetu katika hii sekta ya viwanda ni kuongeza uzalishaji kwa maana ya kwamba katika kipindi hichi tulicho nacho uzalishaji kwa data ambazo tunazo za mwaka jana umechangia kwenye pato la taifa 20.8, lakini sasa hivi tunataka tuzidi kufikia 25% itakapofika mwaka 2030, na hii itatusaidia sana kuweza kupata ajira. Kama mnavyofahamu, viwanda vinatoa ajira nyingi sana, kupunguza ile swala zima la importation, kwa maana kuingiza bidhaa kutoka nje, tutakuwa tunazalisha wenyewe, lakini pia kuchochea kuimarika biashara nchini. Kwa hivyo hili ni sehemu moja ambalo nilitaka nilizungumze, lakini upande mwingine ni swala zima linalohusiana na biashara ya mwani. Tuna kiwanda kile cha mwani pale Pemba ambacho kiko chini ya kampuni ya serikali inaitwa ZASCO, kampuni ya mwani Zanzibar, nayo inaendelea na utekelezaji wake wa mradi huu. Mradi huu uko pale Chamanangwe Pemba, na kazi yake kubwa ni kuchakata mwani. Mradi huu unatekelezwa kupitia mkakati wa serikali wa kuongeza thamani ya zao la mwani, kuimarisha kipato cha wakulima, kukuza ajira kwa vijana na wanawake, na kuongeza mapato ya serikali kupitia bidhaa za viwandani vyenye ushindani wa kimataifa. Sasa hivi kinachoendelea ni kampuni hii inanunua mwani kutoka kwa wakulima, na sababu kubwa ya Mheshimiwa Rais kusisitiza mradi huu uwepo ni kuwawezesha wakulima wa mwani Unguja na Pemba kuwa na bei nzuri ya bidhaa zao. Kama mnapofahamu, kabla bei ya mwani kwa kilo moja ilikuwa shilingi 500, lakini baada ya kuja hii kampuni ikapandisha kwa 100% ya ile ambayo ipo. Kwa hivyo sasa hivi mwani unauzwa shilingi 1000 kwa kilo moja. Kwa hivyo hii kwa kweli ni jambo zuri ambalo linawasaidia kina mama wetu hawa ambao wanahusisha na mwani angalau kuona tija ya yale ambayo wanayafanya. Na kilichonifurahisha ni kwamba hata hawa wauzaji wale middlemen ambao wanakuwa wananunua hizi bidhaa za mwani nao wamehamasika. Kwa hiyo wanafuata ile bei ya serikali. Kwa hiyo kutakuwa una ushindani sasa hivi baina ya bei tunayoitoa serikali na hawa wa sekta binafsi, ili kuhakikisha wananchi wetu kwa kweli wanapata tija katika uzalishaji wa mwani huo. Na katika kiwanda hicho kinachotarajiwa ni kuchakata bidhaa za aina mbili. Kwanza ni uzalishaji wa chakula cha mifugo. Kama mnavyofahamu kwamba moja katika kitu ambacho kinahusisha mifugo kukua ni kupata chakula bora, lakini pia tuna mpango wa kutengeneza mbolea ya maji kupitia hiyo mwani ambao utachakatwa hapa. Hivyo ni kuanzia tu. Unajua mwani una mambo mengi, unaweza kuusarifu vitu vingi, lakini kwa sasa tuko katika haya maeneo mawili, na kilichopo ni kwamba mashine hizi ambazo zinahusiana na uzalishaji na uchakataji wa mwani zitaingia hapa katika kipindi hichi cha mwaka 2026 mwezi ujao. Kiwanda kimoja kile kinachohusiana na ile suala la uzalishaji wa chakula cha mifugo itaingia hapa, na kiwanda cha pili kitakuja tena mwezi wa Juni. Kwa hivyo viwanda hivi viwili katika kipindi hichi cha mwaka huu vitaanza kazi, na kuhakikisha sasa, nitoe tu wito kwa wananchi wazidi kuzalisha huu mwani, kwa sababu serikali tayari imejipanga kununua mwani wowote ambao utazalishwa nchini. Lakini niseme pia katika swala la viwanda, katika hichi kipindi cha siku 100 tumefungua kiwanda kikubwa sana, ni kikubwa kwa kanda hii ya Afrika, cha kuku pale Kitope. Kama mnakumbuka, katika sherehe za Mapinduzi Mheshimiwa Rais alienda kufungua kiwanda kile, na ni moja kati ya viwanda kwa Tanzania hii hakuna mfano wake. Kiko pale Kitope. Eneo lile karibu hekta 200 zimewekwa kwa ajili ya kiwanda kile. Tunaita ni kiwanda, lakini mle ndani wenyewe mna viwanda vingine nayo. Kwa hiyo kuna kiwanda cha uzalishaji kuku,
kuna kiwanda cha kuzalisha chakula chao, kuna kiwanda cha packaging, vyote viko pale. Kuku akitoka pale atakuwa tayari kupelekwa sokoni au katika haya masupermarket au kusafirishwa nje ya nchi. Kwa hivyo haya ni mapinduzi makubwa ambayo yameletwa kupitia hii sekta yetu ya viwanda. Nimpe hongera sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo na miongozo yake na sera zake kabambe zinazohusiana na masuala ya maendeleo ya viwanda nchini. Eneo la pili ambalo nataka nizungumze ni kuimarisha mazingira mazuri ya ufanyaji biashara Zanzibar. Kwanza kwamba kwa upande wa karafuu serikali inaendelea kununua karafuu kutoka kwa wananchi wake, wakulima wa karafuu, kwa bei ile ambayo imeweka ya shilingi 15,000 kwa kilo moja, ambayo hii kwa kweli ni maanake serikali inaichukua alafu inauza nje. Kwa hiyo 80% ya ile bei ambayo inauzwa nje ndiyo ambayo analipwa mkulima wa karafuu. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa. Hapa ndio tuone jinsi gani serikali hii inawajali sana wananchi wake, inawajali sana wakulima. Wa mwani tumezungumza hapa, lakini na wakarafuu tunaona hali iko hivyo. Na hata kwa sababu uzalishaji ulivyokuwa umeongezeka, wale wanunuzi wa karafuu hapa, wale wateja wetu ambao wanakuwa wanazinunua na kuzipeleka nje wameongezeka kutoka makampuni 3 sasa hivi makampuni 7. Na shirika limeweza kuuza, shirika la ZSTC, jumla ya tani 3,702 za karafuu nje ya nchi zenye thamani ya shilingi bilioni 59.88 kwa kipindi cha siku 100 ambacho tunakizungumza. Lakini kwa ujumla katika hichi kipindi cha mwaka uliopita, tathmini yetu inaonyesha kwamba ZSTC imeuza karibu tani 5,328 yenye thamani ya shilingi bilioni 36,321,500. Kwa hiyo kama mnavyofahamu kwamba soko la karafuu duniani huwa linapanda na kushuka. Kwa hivyo na sisi tunacheza humo humo. Kwa kipindi hichi tunajua kwamba tani ya karafuu bei yake ni karibu average yake karibu kama shilingi $6,800 hivi kwa tani moja. Eneo la pili nataka kuzungumza katika masuala ya biashara ni suala zima la serikali katika kipindi hichi cha siku 100 kuweza kuweka bei elekezi kwa vyakula muhimu. Serikali ilijua katika hichi kipindi cha siku 100 tutakuja Ramadhani hapa. Kwa hiyo tulianza mapema chini ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba bidhaa za mchele, sukari, unga, mafuta ya kula na saruji zinapewa bei elekezi. Lakini hizi bei elekezi haziji tu. Serikali ilifanya zaidi ya kupunguza ule ushuru wa forodha unaotolewa pale, wa import duty tunaita. Inategemea na bidhaa, lakini imepunguza katika hali nzuri sana ya kuwafanya sasa wafanyabiashara waweze kuingiza nchini bidhaa zao kwa bei ya chini, ili na wananchi wetu waweze kunufaika na bidhaa hizo. Kwa hiyo katika kipindi hichi bidhaa ambazo tumeweza kuzipunguza na bei ambazo tulitoa maelekezo ni kama ifuatavyo. Mchele tulisema bei yake ipungue na iwe shilingi 1,800 mpaka 2,000. Lakini pia tulihakikisha kwamba unga wa ngano bei elekezi baada ya punguzo lilotoa ni baina ya shilingi 1,800 mpaka 2,000. Sukari baina ya shilingi 2,300 mpaka 2,600. Kwa hivyo bei zilishuka sana. Na nawashukuru sana wananchi kwa sababu katika kipindi hichi cha Ramadhani, baada ya kutoa taarifa ile ya chakula, nilifanya ziara mimi mwenyewe katika masoko ya Unguja na Pemba. Tulianza hapa Unguja katika masoko ya Darajani, soko lile la Mombasa, soko la Mwanakwerekwe na soko la Jumbi. Lakini tukaenda na Pemba, kaskazini Pemba tukaenda soko lile la Wete mjini na soko la Ivumbikai, na kwa kusini tukaenda soko lile la Chake Chake na
soko la Machomani, na tumeona, ndio maana nikatoa shukrani za kutosha kwa wafanyabiashara hao, kwa sababu zile bei elekezi walizipata vizuri sana, kiasi kwamba wananchi wetu sasa hivi katika suala hili la Ramadhani vyakula ambavyo tumetoa maelekezo vinapatwa. Kwa hiyo tunamshukuru Rais kwa kutupa maelekezo hayo, na niwahakikishie wananchi chakula cha kutosha kipo katika kipindi hichi cha Ramadhani. Tunajua kwamba matumizi ya baadhi ya bidhaa sasa hivi ni kubwa, lakini baada ya kutembelea hayo masoko na maghala ambayo yanaweka hizo bidhaa, tumeshuhudia kwamba bidhaa hizi zitaweza kusaidia katika kipindi hichi cha Ramadhani na baada ya Ramadhani. Katika suala jingine ambalo naomba nilizungumze ni suala zima ambalo tumelifanya katika kipindi hichi cha siku 100. Tumefanya ukaguzi katika maeneo ya biashara 18 na tumeweza kutoa hati miliki hati za usajili za biashara 29 kwa wafanyabiashara. Kati ya hizo 18 ni mpya na 11 wameongezewa muda. Kingine ambacho nilikuwa nataka nikizungumze ni suala zima linalohusiana na hizi ada na tozo ambazo zinatoka. Watu wengi wanalalamika, wafanyabiashara, hizi tozo unaweza kukuta manispaa wanatoa, ukienda ile wizara ya biashara wenyewe wanatoa, ZFDA wanatoa. Ili kupunguza hali hii, tumeona suala zima hili tulifanyie kazi, na ambacho tumekifanya ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa utoaji leseni tumefanya vikao viwili vya mapitio vya ada na tunzo kwa mamlaka 17 ikiwemo hiyo manispaa, mabaraza ya miji, halmashauri na mamlaka ya chakula na dawa, kwa lengo la kufanya harmonization, kwa maana kuunganisha baadhi ya ada hizo na tozo zile za maduka ya madawa ziweze kutolewa kama kitu kimoja, ili kupunguza ile msururu wa hizi tozo. Hicho ni kitu ambacho pia tumekifanya. Lakini pia katika kipindi hichi cha siku 100 tumefanya jambo moja kubwa sana linalohusiana na maonyesho ya kibiashara pale Nyamanzi. Katika kipindi hichi kauli mbiu pale ilikuwa ni kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Na maonyesho yale lengo lake hasa ni kuitangaza Zanzibar kibiashara, lakini pia kutafuta masoko ndani na nje, lakini pia kuwaunganisha wafanyabiashara wa hapa Zanzibar na wale wanaotoka nje, kwa sababu tulipokwenda pale tulikuta kuna wafanyabiashara wanatoka Kongo, Zambia, Angola, Brazil, Kenya na nchi nyingine ambazo zimetuzunguka pamoja na Msumbiji, ambao mahusiano yamezidi kuongezeka ya kibiashara baina ya maeneo yetu mawili. Kwa hivyo hili ni jambo zuri na tumelifanya katika kipindi hichi cha siku 100 za Mheshimiwa Rais. Jambo jingine ambalo linaendelea sasa hivi ni tuna mpango wa kuanzisha tunaita ukumbi mkubwa wa mikutano, kituo kikubwa cha mikutano ya kimataifa au convention center. Kwa katika hizi siku 100 tumeweza kuanza lile swala zima la kutengeneza ile feasibility study, yaani upembuzi yakinifu kwa ajili ya huo ujenzi wa kituo hicho cha kimataifa cha kumbi za mikutano na maonyesho ya biashara pia. Sasa tumepata msaada support kutoka serikali ya Korea kupitia ile Exim Bank ya Korea, na yule mtaalamu anayehusiana na masuala ya kutengeneza hii feasibility study kwa kweli atakuja na ataanza hiyo kazi mara moja. Tumepata pale hekta karibu 10.7 za ardhi pale Fumba kwa ajili ya hii. Na hii sasa itasaidia nini? Itaifanya sasa Zanzibar kuwa kitovu cha mikutano ya kimataifa, kitovu cha biashara katika eneo hili la Afrika ya Mashariki na Kati, lakini pia kuunganisha sekta muhimu ikiwemo utalii, fedha, mawasiliano, miundombinu, elimu, afya na kilimo, na kukuza biashara za ndani na za kimataifa. Kama nilivyosema kwamba huyu mshauri elekezi anatarajiwa kuanza hiyo kazi muda wowote,
na natarajiwa kufika hapa Zanzibar wakati wowote mwezi huu, kabla ya mwisho mwezi huu. Kitu cha 4 ambacho nataka kukizungumza kinahusiana na mapitio yetu ya sheria hii ya haki miliki namba 14 ya mwaka 2013, na lengo ni nini? Ni kuimarisha usimamizi na ulinzi wa haki miliki pamoja na kufanya upembuzi yakinifu ya kuangalia mfumo wake wa uendeshaji na kupendekeza kufanya maboresho ya mfumo wake ili uendane na dhana ya tasnia ya haki miliki kibiashara. Kitu kingine ambacho tunakifanya na hasa katika kipindi hichi cha siku 100, tumepanga kujenga maabara ya kisasa kabisa ya upimaji, kwa maana testing house katika eneo la Chamanangwe. Nilizungumza mwanzo kuhusu Chamanangwe, tunaweka viwanda, lakini sasa unapoweka viwanda vile bidhaa zake inabidi zifanywe testing kujulikana. Sasa badala ya wao kuhangaika kuvileta Unguja, sisi tunawapelekea pale pale kwenye viwanda. Style ya Dr. Mwinyi kama mnafahamu, yeye huduma huifati, huduma inakufuata wewe. Kwa hivyo hili ni jambo moja ambalo tunalifanya pia katika kipindi hichi, na kuna changamoto hasa kwa upande wa Pemba. Wanapokuwa na bidhaa zao inabidi sasa wazitoe kule wazilete Unguja kwa ajili ya kufanyiwa hizo testing zenyewe. Sasa kwa kweli hili ni changamoto na inachukua muda, pengine zile bidhaa zinaweza kuwa katika kusafiri zikaharibika, zikaja hapa wakati zinatestiwa zikaonekana hazifai, kumbe zilipata shida hapo njiani. Kwa hiyo huduma ile sasa tunaipeleka pale Chamanangwe Pemba, ili sasa wananchi wetu wa Pemba na wafanyabiashara na wenye viwanda kule Pemba waweze kufaidika na swala hili. Lakini kwenye swala hilo la taasisi ya viwango, katika kipindi cha siku 100 tumeweza kutoa mafunzo. Tulishirikiana na ile taasisi inayohusiana na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ZEA, kuwasaidia kupata alama ya ubora mafunzo hayo, ili kuthibitisha bidhaa zao wanazozalisha, ambapo wazalishaji 3 wamepatiwa alama za ubora ya ZBS baada ya kukamilisha taratibu husika, na wajasiriamali wengine 9 wamefanyiwa ukaguzi wa awali na bidhaa zao zinaendelea na utaratibu wa upimaji maabara kwa ajili ya kupatiwa alama ya ubora taratibu zitakapokamilika. Jambo la mwisho, lakini si mwisho kwa ukubwa au umuhimu, ni tunahii taasisi ya usajili wa biashara na mali, yani BPRA. Sasa hivi tumeanzisha mfumo mpya wa kielektronic, tunaita mfumo wa nyaraka, kuhifadhi nyaraka za usajili wa biashara na mali. Zamani tulikuwa tunakwenda katika mtindo wa analog, sasa hivi tunaenda katika mtindo wa digital. Taarifa zile zitakusanywa katika mtindo huo na zitakuwa ziko salama zaidi. Panya haingii ndani ya digitali, lakini makaratasi yale unaweza leo unataka kujua taarifa zikoje, ikawa tayari zimeshaharibika. Kwa hivyo hichi ni kitu ambacho kwa kweli tunakifanya, na hatua kubwa ambayo inaendelea sasa hivi ni kuweka kwa miundombinu katika chumba cha kuhifadhi nyaraka, na hatua inayoendelea ni kufanyiwa scan na kufanyika kwa taratibu za kuingiza nyaraka zote kwenye mfumo huo. Nimeambiwa hapa kwamba yule mshauri elekezi wanaohusiana na Convention Center tulisema atakuja mwisho wa mwezi huu, lakini tayari ameshafika na tayari ameanza hiyo kazi. Naona nimemaliza. Niangalie kidogo hapa. Nimeshazungumza swala zima la uwepo wa chakula. Sikutoa data, lakini katika utafiti wetu tumeona kwamba tuna tani karibu 22,415 za mchele zipo, na ukiangalia matumizi yetu kwa mwezi ni tani 11,000. Kwa hiyo tuna mchele wa ziada ambao utatusaidia kwa mwezi huu. Lakini sukari tuna tani 8,920 ambao matumizi yetu ni takriban tani 3,000. Kwa hiyo nayo tuna ya ziada. Tunasema haya kwa uhalisia wa takwimu. Mafuta ya kupikia tuna tani 866, samahani, ndio 866, na matumizi yetu ni tani 544 tu. Na unga ngano
Unga ngano mara nyingi uzalishaji ni wa humu ndani, kwa maana ya kwamba vile viwanda vya Azam chini ya Said Bakhresa Group ndio wanazalisha. Kwa hiyo takwimu tunazozichukua ni zile, na kila unapokwenda unakuta ule unga wa ngano ambao ni wa Azam unauzwa katika maeneo mengi sana, na tulivyofuatilia tulikuta kuna uwezekano wa kuzalisha tani 12,636 katika kipindi hicho. Kwa hiyo tuko vizuri katika swala zima la chakula nchini. Wananchi wasiwe na wasiwasi. Nilitaka kuzungumza pia kuhusu Pemba. Katika ile swala la punguzo ambalo tulizungumza, Pemba wao wamefaidika zaidi. Kila aina ya chakula ina punguzo lake. Kuna nyingine ya 6%, kuna nyingine ya 30%, kuna nyingine ya asilimia tofauti. Lakini sasa kwa bidhaa zinazokwenda Pemba, tukisha kupunguzia wewe 6% ile ya punguzo. Kwa hivyo tukichukua ile real value, ile bei ambayo tumekupunguzia, bado tutakupunguzia tena 30%. Ili sasa, kwa sababu mnavyofahamu usafiri kutoka hapa kwenda Unguja inakuwa gharama zinaongezeka. Kwa hiyo serikali imefanya njia zake za kuhakikisha sasa wafanya biashara wale wanakuwa na bei ambazo kwa kweli zitawasaidia wananchi kufanya vizuri. Sasa kwa kumalizia, nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuikuza sekta hii ya biashara na viwanda kupitia sera yake ya uchumi wa bluu. Miongozo na maelekezo yake ya mara kwa mara anayoyatoa kwa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, kwa kweli sisi tunaithamini na tunaifanyia kazi, na tija yake tumeiona. Nampongeza sana kwa hilo, na mimi nikutakieni Ramadhani Karim. Asanteni kwa kusikiliza. Jahazi TV.